Karibu katika banda la The Law School of Tanzania au taasisi ya mafunzo ya wanasheria kwa vitendo Tanzania. Tuko hapa jijini Tanga kwenye maonesho ya wiki ya kitaifa ya ujuzi, elimu na ubunifu kwa mwaka huu 2026. The Law School of Tanzania tuko hapa katika viwanja hivi vya shule ya sekondari Usagara. Tumekuja kutoa elimu ya sheria pamoja na kufahamisha umma kuhusiana na mfumo wa kusimamia wanafunzi katika mafunzo ya uwandani, yaani e-field. Karibu sana tupate elimu kutoka kwa wataalamu wetu. Naitwa Heri Sanga, ni mkufunzi kutoka Law School of Tanzania. Law School of Tanzania ni taasisi ya mafunzo ya wanasheria kwa vitendo. Ni taasisi ambayo ilianzishwa na serikali kwa ajili ya kuwajengea wanafunzi waliomaliza shahada za kwanza za sheria uwezo wa kivitendo, ili baada ya hapo waweze kwenda kufanya either kama mawakili wa serikali, mawakili wa kujitegemea au mahakimu au kazi mbalimbali kwenye ofisi za sheria. Hapa Law School of Tanzania wanafunzi wanasoma kwa muda wa mwaka mmoja, na katika muda wa mwaka mmoja wanakuwa na miezi 6 darasani na miezi 6 kwenye mazoezi ya uwandani au mazoezi kwa vitendo. Katika miezi ya darasani wanapitishwa kwenye masomo mbalimbali ya kivitendo na wanaonyesha umahiri wao katika maeneo mbalimbali na kujengewa skills mbalimbali, kwa sababu huko walikotoka walikuwa na knowledge. Kwa hiyo wakija law school wanapata skills za legal practice au za kufanya sheria kwa vitendo. Wakishamaliza hapo, sasa ndipo wanaenda kwenye mazoezi ya uwandani au mazoezi kwa vitendo kwa muda wa miezi 6. Wakiwa wanafanya mazoezi kwa vitendo, law school ina mfumo wa kidigitali wa kusimamia mafunzo hayo ya vitendo. Mfumo huo unawawezesha wanafunzi lakini na wakufunzi au wasimamizi kuweza kuangalia maendeleo ya kila siku ya wanafunzi hao wawapo huko. Huu mfumo umetusaidia kwamba tumeachana na habari za makaratasi, vitabu ambavyo wanafunzi walikuwa wakijaza kwenye madaftari na kadhalika. Kwa hiyo sasa mwanafunzi ana uwezo wa kuingia kwenye mfumo, akaandika kazi anazozifanya, lakini kwanza akifika ana uwezo wa kupakua barua yake kwenye eneo analokwenda, lakini ana uwezo pia akifika pale kwenye eneo analokwenda anapaswa kupata kitu kinaitwa arrival note. Atapakua kwenye mfumo, atasainiwa, alafu baada ya hapo ataiweka kwenye mfumo, msimamizi wake ataweza kuona. Lakini mfumo huu pia umewasaidia wasimamizi kuweza kupitia kazi za kila siku ambazo wanafunzi wanazifanya, na hiyo imetusaidia kuondokana na makaratasi, hali ambayo ilikuwepo hapo zamani. Lakini kazi zinazofanyika pia msimamizi ana uwezo wa kuzikubali au kuzikataa, na akizikataa lazima atoe sababu kwamba kwa nini amezikataa, ili mwanafunzi aweze kufanya maboresho. Lakini pia mwanafunzi hawezi kujaza chochote asipochagua location, na hii inatusaidia kujua kwamba huyu mwanafunzi kama amesema anaenda Arusha, ni kweli yuko Arusha. Kama anasema anaenda kufanyia mazoezi yake Mwanza, ni kweli yupo Mwanza au Kagera na kadhalika. Na mfumo huu pia unasaidia kwamba mwanafunzi ataandika kazi zake kila siku, lakini pia atapata mrejesho kutoka kwa msimamizi wake kila siku. Kwa hiyo kila siku ana interact na msimamizi wake, tofauti na hapo awali ambapo ilikuwa anamsubiri msimamizi mpaka amtembelee kwenye eneo alilopo. Lakini kwa mfumo huu sasa kila siku ana uwezo wa kuwasiliana naye kupitia kazi zake, na pia kwa sababu mfumo unaonyesha namba ya mwanafunzi, namba yake ya simu, kazi alizozifanya siku hiyo, lakini pia mwanafunzi ana uwezo wa kuona namba ya simu ya msimamizi wake. Kwa hiyo akipata changamoto yoyote hasubiri kwamba mpaka msimamizi amtembelee, ni siku hiyo hiyo au wakati huo huo anawasiliana na msimamizi wake. Lakini pia fomu mbalimbali ambazo mwanafunzi anapaswa kuzijaza anazipakua kutoka kwenye mfumo. Hana haja ya kwamba sasa atumiwe hizo fomu kutoka Dar es Salaam kwenda Tandahimba au eneo alilopo, lakini ataipakua kwenye mfumo, ataijaza, ataiupload pia kwenye mfumo. Kwa hiyo inarahisisha kwamba kila kitu anaweza kukiona hapo, lakini msimamizi pia ana uwezo wa kuwaona wanafunzi. Lakini na sisi kama idara, mfumo huu unatusaidia kuona namna wasimamizi wanavyowasiliana na wanafunzi, namna wanavyozikubali au kuzikataa kazi za wanafunzi, ni maboresho gani ambayo wanawapatia wanafunzi ili wanafunzi waweze kuboresha kazi zao za kila siku. Na tumekuwa tukiona sasa kwamba wanafunzi wanafanya kazi karibu kila siku, kwa sababu kila siku itamlazimu mwanafunzi ajaze kazi alizofanya kwenye mfumo. Kwa hiyo ni maendeleo makubwa kwa taasisi kuwa na mfumo wa namna hii, na inasaidia pia kwamba tunaweza kuona maendeleo ya kila siku, lakini pia tumeachana na makaratasi ambayo yalikuwa yakitumika hapo awali. Kwa hiyo mfumo kwa kweli umesaidia, na tunataka watu wengi wafike waweze kujionea namna mfumo unavyofanya kazi. Karibuni sana kwenye banda la Law School of Tanzania.